Siku ya leo tunasoma kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 4. Tunasikia nasema ya kuwa furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini katika Bwana. Neno la Mungu linasema ya kuwa tufurahie katika Bwana na kila wakati tukae na furaha, tusije tukawa watu wa hasira. Tukae kwa Mungu kila wakati tukiwa na furaha. Na mstari wa 5 nasema upoleweni na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Tukae upole wetu ujulikane na watu wote, kwa maana Bwana yu karibu nasi. Bwana apewe sifa. Tuingie Wafilipi 3 mstari wa 7, inasema ya kuwa lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Praise the living God. The Bible inatuambia siku ya leo, yale yote niliyoyaona ya kuwa faida kwangu na yahesabu kuwa kama hasara. Ni neno la Mungu linasema ya kuwa naliyaona kuwa hasara. Mstari wa 8 nasema ya kwamba naam, zaidi ya hayo na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mafi ili nipate Kristo. Praise the living God. The Bible inatuambia siku ya leo, kila kitu kilichokuwa faida kwangu na likiona kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Bwana apewe sifa. Kwa ajili ya Mungu ndio maana nimeona kila kitu kuwa hasara. Kwa ajili furaha yangu yote iko kwa Mungu, bali furaha yangu haiko katika mali za dunia, bali furaha yangu iko kwa Mungu tu. Na hiyo ndipo neno la Mungu linasema, naliyaacha yote yaliyokuwa mazuri kwangu kwa ajili ya Kristo. Tuingie katika mstari wa 9, tusikize neno la Mungu linasema ya kuwa tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenye ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanavyo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Tukae, neno la Mungu linatuambia ya kuwa tunategemea haki inayotoka katika Kristo. Bwana apewe sifa, katika Mungu. Na tukikuwa hivyo tutaona mambo makubwa zaidi. Ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lililo ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Na neno la Mungu linasema ya kuwa sio kwamba mimi nimekamilika, sio kwamba mimi nimefika, bali ndipo niko katika mwendo, ndipo niko safarini, bado ninaendelea. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Usione uko na majumba, usione uko na pesa, usione uko na mali ukaona umefika. Jua safari bado inaendelea. Hizo mali ulizo nazo, kutafika mali zitakwisha kama hautakuwa na Mungu. Na hata ukiwa bado na hizo mali, kaa ukijua au hakuna kuwa na pesa bila amani, hakuna chochote kitakusaidia. Kwa ajili utaishi ukilia bure, lakini wakati utakuwa na imani na kukaa kwa Mungu, utaweza kukaa vyema kwa Mungu, kwa sababu yeye ndiye Mungu mwenye neema, mfariji, atakufariji wakati wowote. Ni heri
Ni heri uhangaike lakini ukuwe na Mungu ndani yako. Ni heri uhangaike lakini ukuwe na amani, kuliko uko na mali lakini hauna amani, kuliko uko na watoto wengi zaidi lakini amani hakuna. Tukaeni kwa Mungu na amani ya Mungu iwe pamoja nasi. Mungu awabariki na watendee mema. Amina.